Ndugu waandishi wa habari, tumeiteni kuwapeni taarifa. Kwanza kabisa hali ya mkoa wa Tabora ni shwari kama mnavyoona wenyewe, lakini ni taarifa ya watuhumiwa watatu ambao tumewakamata wakitaka kuiba fedha kwa wateja wa benki kwa njia ya udanganyifu. Mnamo tarehe 10 mwezi wa 3 majira saa 3 za asubuhi huko katika maeneo ya benki ya CRDB wilaya ya Tabora walikamatwa watuhumiwa waliotakiwa wanafanya mpango wa kuingia ndani ya benki CRDB na benki ya NMB kwa lengo la kufanya uhalifu wa kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Watuhumiwa waliokamatwa ni Shabani Nyambi, miaka 36. Huyu ni mkazi wa Kimara Korogwe, kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Mtuhumiwa wa pili anaitwa Sadati Masudi, huyu miaka 52, yeye ni mkazi wa Kimara Temboni, kata ya Kimara na wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Na mtuhumiwa wa tatu ni Veronica Richard, miaka 40, huyu ni mkazi wa Kimara Temboni, kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Watuhumiwa hawa walikuwa wanataka kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Baada ya kuwakamata watuhumiwa walikutwa na dola 7, kwa maana dola moja ziko 7, daftari dogo la Spireline na mistari 6 na bahasha za kaki 8 pamoja na karatasi. Daftari hizo zilikusanywa kwa mfanano wa dola. Walikuwa wamekata karatasi kwa mfanano wa dola, lakini mfanano wa dola. Baada ya zoezi hilo la ukamataji kukamilika, watuhumiwa hao waliweza kupekuliwa na walikutwa na hivyo vifaa ambavyo nimevitaja, na lengo kubwa ni kwamba wanatumia njia ya kwenda kwenye benki, wanaangalia kama kuna wateja wanatoa fedha, basi wanakuwa karibu na wanamfuatilia mmoja wapo. Lengo kubwa ni kwamba wanaweza kumshawishi kwamba hii benki hii rate yake ya dola ni ndogo, kuna sehemu rate ni kubwa. Sasa kama ukishawishika, wenyewe tayari wanakuwa wana zile fedha ambazo ni mfanano karatasi kama dola, na zile dola moja wameweka kule juu, wameweka kwenye rubber band. Wewe utashawishika sasa utoke pale ili ukapate fedha nyingi kwenye duka ambalo sio sahihi. Kwa hiyo ni matukio yao ambayo wanafanya. Kwa hiyo baada ya kuwakamata tunaendelea kuwahoji, na baada ya kuwahoji sasa tutafikisha mahakamani kama ilivyokuwa ada yetu. Kwa hivyo Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora kuwa makini na watu wasiowafahamu wanaowafuatilia na mara baada ya kutoa fedha benki na kuwashawishi kufanya biashara au kubadilisha fedha nje ya utaratibu rasmi. Benki na taasisi za fedha zina taratibu zake za kubadilisha fedha, hivyo wananchi wanashauriwa kuzifuata na kuepuka kufanya miamala na watu wasiowafahamu. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora linawahakikishia wananchi usalama wao na linawahimiza kuendelea kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa za uhalifu na ubadhirifu kupitia vituo vya polisi vilivyo karibu au namba za simu za Jeshi la Polisi pindi wanapoona viashiria vya uhalifu. Na mkamanda, watu hao ambao mmewakamata, mlipata taarifa zao kabla au ilikuwa ni katika operation tu ya kawaida? Hiyo tulipata taarifa kabla kutoka kwa wasili kwamba kuna watu waelewi wamepaki gari nje, lakini wanaonekana ni watu ambao wanaingia benki na kutoka. Kwa tulipata mashaka, na ndipo hapo askari polisi walifika eneo hilo na kuweka mtego na hatimaye kufanya kuwakamata.